Akizungumza katika kikao cha kwanza cha kamati hiyo tangu kuteuliwa mwezi Mei mwaka 2026, mwenyekiti wa kamati hiyo Pil Mohamed Mula amesema wataendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kupunguza ajali na amewataka wananchi kuwa mabalozi wa usalama barabarani. Sababu uteuzi umefanyika mwezi tu uliopita, naamini wana Mbeya na mkoa kwa ujumla tutajitahidi kama kamati kuweka kila kitu kikae sawa, japokuwa tunajua barabara zetu zina changamoto, ujenzi bado unaendelea, lakini hata hivyo tunaweza kuangalia ni nini tufanye ili changamoto hizo tuweze kuzipunguza ama kuzitatua kwa njia fulani. Naamini kwa ujumla tukishirikiana, tunawahitaji pia wana Mbeya wenyewe, kila mmoja awe balozi barabarani. Tusiende tukafanya vitu vya ajabu barabarani, baadaye madhara yanakuwa ni ya kwetu sisi wenyewe. Lakini pia kamati imejipanga kuweka njia za kupata taarifa, lakini pia tumepanga kamati ndogo ambazo zitasimamia mambo tofauti. Kwa upande wake, mlezi wa kamati hiyo ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Benjamin Kuzaga amepongeza juhudi za kamati hiyo na kueleza kuwa utoaji wa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii ni muhimu. Leo tumekutana na kamati mpya ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, na ni mara tu baada ya kuwa wamepata uteuzi huu kutoka kwa Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili la usalama barabarani taifa. Wao wameamua kuanza kikao mara moja baada ya kuteuliwa. Kwa kweli tunashukuru. Mimi kama mlezi wa kamati hii ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, napenda kusema kwamba malengo na mikakati ambayo wamejiwekea kipindi hiki kwenye kamati imekuja kuongezea kasi kubwa sana, kwa sababu pia hata kamati ambazo wamezipanga naona zimejipanga tayari kuanza kazi mara moja baada tu ya kujipanga katika hizo kamati ndogo ndogo. Naye katibu wa kamati hiyo ambaye pia ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Notka Kilewa amesema kamati itaendelea kufanya makongamano ili kutoa elimu na kujadili njia bora za kuimarisha usalama. Tuna mipango mingi sana ya elimu. Kwanza tunataka kuandaa kongamano kubwa la wadau wote wa usalama barabarani ili tuweze kucheza ngoma ya pamoja. Lakini pia tunaendelea na mpango kazi wetu ambao unaongozwa na mlezi wa kamati ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa. Amekuwa akiandaa ratiba za kutoa elimu za kila mwezi kwenye vituo vyote vya redio. Kwa hiyo tutaendelea hapo, tutawajumuisha na wajumbe kwenye ule mpango mkakati wa mkoa, tutaingiza na wajumbe, lakini pia tutaendelea kutembelea kwenye vijiwe, kwenye shule mbalimbali kuhakikisha kwamba tunawafikia makundi yote ya watumiaji wa barabara. Leo tumekutana na kamati mpya ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, na ni mara tu baada ya kuwa wamepata uteuzi huu kutoka kwa Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili la usalama barabarani taifa. Wao wameamua kuanza kikao mara moja baada ya kuteuliwa. Kwa kweli tunashukuru. Mimi kama mlezi wa kamati hii ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, napenda kusema kwamba kwanza nishukuru wajumbe waliochaguliwa, lakini pia ninashukuru kwa kasi ambayo wameanza kwenda nayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama barabarani katika mkoa wa Mbeya unaimarishwa. Na sema hivyo kwa sababu si kwamba ile kamati iliyoondoka ilikuwa ikifanya kazi, hapana, imefanya kazi, lakini kwa sababu malengo na mikakati ambayo wamejiwekea kipindi hiki kwenye kamati imekuja kuongezea kasi kubwa sana, kwa sababu pia hata kamati ambazo wamezipanga naona zimejipanga tayari kuanza kazi mara moja baada tu ya kujipanga katika hizo kamati ndogo ndogo. Naamini kabisa kwamba ajali zitapungua, lakini pia watumiaji wengine wa vyombo vya moto ambao wanatumia barabara na wenyewe wataelimishwa, kwa sababu swala la elimu tumeliweka kama kipaumbele katika kikao hiki ambacho kimefanyika leo. Kwa majina naitwa Pil Mohamed Mula, ni mwenyekiti mpya wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Na leo hii tumekutana hapa Mbeya katika ukumbi wa Tugimbe. Nia ilikuwa ni kujadili na kupanga mikakati ya nini kifanyike ama kamati imejipanga vipi ili kutatua changamoto ambazo tunazo kama Mbeya mjini, lakini pia kama mkoa kwa ujumla. Na nashukuru Mungu kikao kilienda vizuri. Tumeweza kujadiliana na kupanga mikakati mapema kabisa, sababu uteuzi umefanyika mwezi tu uliopita. Naamini wana Mbeya na mkoa kwa ujumla
Tutajitahidi kama kamati kuweka kila kitu kikae sawa, japokuwa tunajua barabara zetu zina changamoto. Ujenzi bado unaendelea, lakini hata hivyo tunaweza kuangalia ni nini tufanye ili changamoto hizo tuweze kuzipunguza ama kuzitatua kwa njia fulani. Naamini kwa ujumla tukishirikiana, tunawahitaji pia wanambea wenyewe, kila mmoja awe balozi barabarani. Tusiende tukafanya vitu vya ajabu ajabu barabarani, baadaye madhara yanakuwa ni ya kwetu sisi wenyewe. Lakini pia kamati imejipanga kuweka njia za kupata taarifa, lakini pia tumepanga kamati ndogo ambazo zitasimamia mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo naamini kwa kamati iliyopita ilifanya, lakini kwa haya tulioazimia leo, naamini tutaona mabadiliko makubwa na Mbeya yetu itakuwa salama zaidi. Naitwa mrakibu mwandamizi wa polisi Nautica Primus Kilewa, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mbeya, lakini kwa leo ni katibu wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Tuna mipango mingi sana ya elimu. Kwanza tunataka kuandaa kongamano kubwa la wadau wote wa usalama barabarani ili tuweze kucheza ngoma ya pamoja, lakini pia tunaendelea na mpango kazi wetu ambao unaongozwa na mlezi wa kamati ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa. Amekuwa akiandaa ratiba za kutoa elimu za kila mwezi kwenye vituo vyote vya redio. Kwa hiyo tutaendelea hapo, tutawajumuisha na wajumbe kwenye ule mpango mkakati wa mkoa, tutaingiza na wajumbe, lakini pia tutaendelea kutembelea kwenye vijiwe, kwenye shule mbalimbali kuhakikisha kwamba tunawafikia makundi yote ya watumiaji barabara, lakini hatutaacha kuchukua hatua kwa wale wanaovunja sheria. Nimeshapokea maelekezo kutoka kwenye kamati na mimi kama katibu ndo mtendaji na secretariat ambao ndo wasaidizi wangu tunakwenda mara moja kutekeleza maelekezo. Sasa napokea maelekezo ya kamanda, lakini pia mlezi, lakini pia ya kamati. Na tumegusa pia kipande cha miundombinu. Wakati tuna mkakati mkubwa wa kuboresha barabara yetu, lakini tunaye manager wa TANROADS makini sana, amekuwa akitatua changamoto ndogo ndogo kama kuweka alama zilipofutika, kuweka michoro kama ya zebra, vibao vya 50, kufukia mashimo maeneo mbalimbali, na wakati tunaendelea na mpango mkakati mkubwa.